Kila mtu kutambua nafasi yake. Yani dunia hii Mwenyezi Mungu alivyoiweka, sote sisi tunaanza kuwa hatujulikani, alafu kuna wakati unajulikana, alafu kuna wakati watu wanakutamania. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuzaliwa kwake, kulikuwa wakati huo kuna dola 4 duniani zinatikisa, kama leo tunavyozungumza Marekani si na wapi. Wakati ule kulikuwa na Waajemi, kulikuwa na Wachina, kulikuwa na Warumi, alafu kulikuwa na dola inaitwa Aksum, ambayo baadaye tumezoea kusikia ya Habash. Hawa Aksum walikuwa nao wana nguvu kubwa sana, ndio walitawala mpaka upande wa Arabuni kule Yaman. Lakini waliendaje kule? Sote tunasoma wasamai dhatil buruji, ile kutila ashabul ukhdudi. Wale ni watu waliuawa wakiamini Mungu. Muuaji alikuwa mtawala wa kule Yemen akiitwa Dhu Nuwas. Alivyowaua mfalme wa Aksum akiitwa Kaleb, akakasirika sana kwa sababu wale watu wanashia nao imani. Akatuma jeshi likampige yule mfalme wa kule Yemen. Jeshi lile akamtuma jemedari wake anaitwa Abraha, mwaka 525 toka kuzaliwa Nabii Isa. Bwana yule alivyofika akamshinda yule mtawala wa pale, alikuwa Myahudi. Yeye akapapenda pale Yemen, kwa hiyo akajitangaza kwamba na yeye pia ni mfalme. Hataki tena kupokea maagizo kutoka kule Ethiopia ya leo. Akabaki pale. Bwana huyu mwaka 570 au 71 ndio waliokwenda na jeshi lake na tembo kuvunja Al-Kaaba. Kwa nini nasema hii? Kipindi hiki chote hiki, wakati yeye ndo anatawala anatikisa, ndio kipindi anazaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utaona wale watu wote wale hawakuwa wakijua chochote kuhusu Bwana Mtume. Kutokea kuto kujulikana, kuzaliwa mwaka ule wa tembo, mpaka kufika pahala kujulikana. Na kujulikana kwake kukaenda mpaka kunatokea mgogoro baada ya Al-Kaaba kuwa inataka kujengwa upya, akiwa na miaka 35. Yeye ndo anakuja kuamua ugomvi. Sasa kashajulikana, na alipoingia, nyinyi nyote wanafunzi mnajua wale mabwana wakasemaje? Radhina bil amin. Sasa hii ikufanye na wewe kijana, manake wengi vijana, ujiulize, ujikague vizuri kwamba na wewe Mungu kakuumba, unayo mambo makubwa, lakini inategemea unaishije, unajitambua namna gani. Wazazi wanafanya jitihada ya kukutengeneza, wewe unaendaje? Abdullah ibn Umar, radhi za Mwenyezi Mungu zimuendee yeye na babake, anasema yeye alikuwa kijana mdogo, analala msikitini, anaona watu wazima wanapokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu kila mtu anaeleza, mimi jana niliota hivi, mimi niliota hivi. Anasema nikawa natamani na mimi nipate ndoto nimhadithie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini nikawa najiambia mwenyewe, Bwana Abdallah, ungekuwa una kheri yoyote na wewe ungepata ndoto. Kwa hiyo siku katika siku alipokuwa amelala, akaomba dua kabla ya usingizi kwa Mwenyezi Mungu, kama mimi nina jambo lolote na mimi basi niote ndoto. Ndoto yake akaota malaika wawili wamekuja, wamemchukua, wamempeleka mpaka kwenda kuona moto wa Jahannam. Akawaona watu kule kwenye moto wanawajua, akawa anaomba dua Mwenyezi Mungu na kuomba, usinijalie katika watu wa motoni. Anasema malaika mwingine akamwambia, usiwe na wasiwasi, we haumo. Alipoamka akaenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kijana mdogo akashindwa kufika kwa Mtume, akapitia kwa mke wa Mtume ambaye ni dada yake Bi Hafsa, kwamba bwana dada, hebu niulizie ndoto hii niliyoota kwa Mtume ina maana gani? Mtume akajibu baada ya kusikia, akasema, ni'ma ar-rajulu Abdullahi
lau kana yusalli min al-layli, kwamba Abdallah ni kijana mzuri sana lau kama angekuwa anaswali usiku. Mpokeaji wa hadithi anasema toka alipojibiwa vile hakuacha kufanya ibada zile za usiku mpaka anaondoka duniani. Sasa yeye ni kwa upande huu. Jambo langu la kumalizia, inawezekana na wewe ni mtu mzuri sana, lakini unacho kitu chako Mungu kakustiri, unakijua mwenyewe, kitu cha hovyo na utaki kukiacha. Sasa zingatia kwamba wewe ni mtu mzuri sana, isipokuwa ukiacha hicho ambacho unakijua mwenyewe. Mwenyezi Mungu atujalie, amsamehe bibi yetu, amsamehe babu yetu, awajalie makaburi yao ya viwanja katika viwanja vya pepo, isiwe mashimo katika mashimo ya moto. Mwenyezi Mungu atujalie kheri sisi sote. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.